إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Uislamu tunahusiana na Mungu. Ni jambo ambalo limekuja katika kitabu chetu. Bali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza sana kwamba mtu asikae ndani ya siku bila kumuhusia ndugu yake ucha Mungu. Kinachoshindikana ni kwamba sisi tunaweza kukaa hata hukumbuki lini ulimwambia ndugu yako mche Mola wako. Hukumbuki. Na kama utakuwa mtu anaikumbuka hilo, basi anafanya kwa njia ya mzaha. Waislamu tuko ndani ya siku ya Ijumaa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Hili ni jambo limewekwa na dini, sheria ya Uislamu. Khutba ya Ijumaa imewekwa sheria ya Uislamu. Si masala ya kwamba mtu, mnaona watu wengi wanasimama hapa juu ya mimbar kidato cha kwanza cha pili, hujaona mtu akasimama kidato cha tatu. Hivi tumejiuliza ni matakwa ya mtu au urefu wa mtu ndio unampelekea asimame hapa juu? Kama angekuwa mfupi basi angeweka mimbari 6 kusimama juu. Au labda kigezo kwamba kuna mimbari pale Maka yaekwa ina vidato karibuni 8, imamu anakusimama kule juu. Haya yote ni Uislamu ndio umekuja ukayaweka. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mimbari yake ilikuwa na vidato vitatu. Akisimama kidato cha tatu yeye cha juu kabisa. Abu Bakar radhiyallahu anhu akasema mimi sio makamu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasimama kidato cha pili, ikawa ndio mwenendo mpaka leo hii. Kwa nini imetanguliza ushahidi huu? Kwamba dini yetu Waislamu, mfumo wetu wa maisha sisi Waislamu ni kutokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hii ndio dini yetu. Khutba yangu inazungumzia huu mwezi tulionao, Shahrullah al-Muharram, mwezi wa Allah Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala ameuita, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameunasibisha na Allah subhanahu wa ta'ala, ameudhifisha katika jina lake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala, Shahrullah. Yote ni miezi ya Mwenyezi Mungu, lakini kule kuipa jina tu, kama vile unaposema Baitullah, najulikana al-Kaaba ni nyumba tukufu. Na Shahrullah Muharram ni mwezi mtukufu kwa sababu ni katika miezi minne mitukufu inajulikana. Tulianza Dhulqaada, tukaja Dhulhijja, tumekuja huu Muharram. Na Rajab, fukumi Rajab Mudhar. Bali mwezi mtukufu huu wa Muharram umepata utukufu zaidi kutokana na siku ya Ashura. Siku ya Ashura naizungumzia ni ile aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndani yake kuna kufunga. Ni siku ya kufunga. Aliposema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokea Imam Muslim, afdalus siyami ba'da Ramadhan shahrullah al-Muharram, bora ya funga baada ya Ramadhani ni mwezi mtukufu, mwezi wa Allah Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadhan shahrullah, bora ya funga baada ya Ramadhani ni mwezi wa Allah Muharram. Kutakuwa na wafahamuji vizuri hapa
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyothibiti kutoka Bibi Aisha radhiallahu anha, alikuwa akifunga sana mwezi wa Shaaban, akiufunga sana, lakini zaidi ya Ramadhani. Ramadhani ndio kufunga kamili, hakamilishi mwezi. Vipi Shaabani anaufunga sana alafu anatuambia Ramadhani ni mwezi wa funga, Muharram ni mwezi wa funga? Ule ni matendo yake Bwana Mtume sallallahu alikuwa akifunga sana kwa ajili ya kwamba ndio mwezi hurufaishwa matendo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kwamba ndio nafila sunna inayotangulizwa kabla ya Ramadhani, kama vile unavyotanguliza sunna kabla ya swala ya dhuhuri au kabla ya swala ya ni hivi. Kwa hiyo ni nafila. Lakini mwezi wa Muharram nao unafungwa zile sunna ambazo zinakubalika Jumatatu, Alhamisi, mwezi 13, 14, 15 sana, kutokana na kwamba ni mwezi ambao ni mtukufu katika miezi mitukufu, bali ndani yake kuna masiku ambayo natakiwa mtu afunge, mwezi 9 na mwezi 10 au mwezi 10 na mwezi 11 kama ilivyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpokewa wa Bibi Aisha radhiallahu anha anasema walikuwa wakifunga Ashura. Makuraishi walikuwa wakifunga Ashura enzi za ujahilia, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga. Alipohama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina, akawa anaifunga Ashura na akaamrisha watu wafunge Ashura. Falamma furiwa Ramadhan, ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan, taraka yauma Ashura, akaacha faradhi ya kufunga siku ya Ashura. Wa amara faman shaa samahu wa man shaa tarakahu, aliyetaka alifunga, ambaye hataki alikuwa hafungi, kama alivyokuwa Imam Bukhari katika sahihi yake. Na kwa nini tunafunga Ashura? Alipofika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, kweli aliwakuta Mayahudi nao wanafunga Ashura. Akauliza, kitu gani kinachowapeleka kufunga? Mayahudi wakasema, sisi tunafunga shukran lillahi, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa Musa alayhi salam pamoja na watu wake ambao ni Bani Israeli kutoka kwenye makucha, kwenye taabu na dhiki katika mauaji ya Firaun laanatullahi alayhi. Kwa hiyo kuokolewa kwake Musa na Bani Israeli, sisi tunafunga shukran lillahi, kumshukuru Allah subhanahu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasema, sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi Bani Israeli. Kwa hiyo sisi tutaifunga Ashura kwa ajili ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumuokoa Musa alayhi salam. Kisha kabla ya kufa kwake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha Waislamu wafunge siku moja kabla au siku moja baada, kama ilivyothibiti katika hadithi ya Imam Ahmad kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu, sumu yaumu Ashura, fungeni siku ya Ashura, wa khalifu minhu alyahud au khalifu fihi alyahud, wa khalifuni katika siku hiyo Mayahudi, sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, fungeni kabla yake siku moja au baada yake. Na katika riwaya nyingine ya Bibi Aisha radhiallahu anha, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila sanati alqabil au kama qala sallallahu alaihi wasallam, nikibakia mpaka mwaka unaokuja basi mtafunga siku ya 9 na siku ya 10. Lakini hakubakia mwaka huo, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki na kwenda jiwari rabbih. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza mno kuifunga saumu hii ya Ashura, pale ilipothibiti kwamba amesema yukafiru as-sanatu al-madhiya, kama alivyopokea Imam Muslim. Saumu hii husamehe dhambi zilizopita za mwaka uliopita. Kuna saumu ya Arafa, siku ya Arafa, husamehe dhambi za mwaka uliopita na dhambi za mwaka. Kuna watu hawakuidiriki, hata walioidiriki bado kuna saumu ya Ashura inasamehe dhambi zilizopita. Lakini lazima tuwekane vizuri, mtu asije katafakari kwamba madhambi makubwa yanasamehewa kiholela holela namna hiyo. Haya yanawaambiwa kwamba usamehe ni yale madhambi madogo madogo. Makubwa yanahitajia taubatan nasuha, toba ya kweli. Ile itakayokuwa watu wametoka haji hivi karibuni,
Na bado wako wengine wenyewe tunasema bado tuwakimbilia, wanadua dua zao, wanatuombea zinatakabaliwa. Hawa wamerudi hali ya kuwa kama ilivyo thibiti kwa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayehiji falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu, atayekwenda fanya hija na asitoe maneno machafu au asifikirie jambo, asifanye jambo la jimai na vitangulizi vyake, walam yafsuq, wala asije na maasiya, basi huyo atarudi kutoka kule Maka alikohiji kama siku aliyozaliwa na mama yake, kwa maana hana chembe ya dhambi. Mindset zetu tumeweka kwamba huyu kweli, je, ni kweli? Kuna vitu lazima viwe sawa. Kama atakuwa na mijidhambi mikubwa, huyo anatakiwa afanye istighfar, taubatan nasuha. Haiwezi kwamba mtu ana mijidhambi mikubwa amekwenda Maka akarudi kazaliwa kama kazaliwa mama yake. Hapana, kuna taubatan nasuha. Juu ya kwamba vigezo vilivyowekwa ni vizito. Falam yarfuth walam yafsuq. Alfisqu ni chembe ya dhambi unayoifanya. Kumwangalia mtu tu kwa jicho la kejeli tayari fisq. Hija yako haitakufanya wewe umedhamiria dhambi zote. Lakini wako watu Allah subhanahu wa ta'ala hawa amewapa taufiki, wanakwenda hija na wanarudi wasafi. Hawa ndio tu wanasihi sana kwamba hija zao wakae yale ile thawabu walizozipata zibakie nazo kila saa. Tu wanasihi, sio sisi kuwakimbilia kutuombea dua wao. Sasa ninachozungumzia hii habari ya kwamba kusamehewa dhambi zilizopita ni yale madogo makubwa yanahitajia taubatan nasuha, na inajulikana mlango wake unazungumzwa sana hapa. Waislamu, tunazungumzia saumu hii yaum Ashura. Kwetu sisi ni saumu muhimu, tuichukulie kwa juhudi kubwa mno, bali tuizagaze kwa wengine wajue kwamba yaum Ashura ni siku ya kufunga. Unaona katika hotuba ya pili kwamba si saumu si kama inavyoonekana, si kama ndivyo tunavyozoeshwa sasa hivi kwenda nayo. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa usinafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza al-muttaqun. Naingia katika hotuba ya pili ambayo vile vile nitakuwa na utangulizi. Utangulizi huu ni muhimu katika jamii yetu leo hii. Upyo mazoea sasa hivi tuliyozoeleshwa sijui yametokea wapi. Yawezekana ni uoga, yawezekana ni mazoea ya kuishi na watu, yawezekana sijui uiteje, kwamba jambo la haki Waislamu wanakuwa waoga kulizungumzia. Jambo la haki Waislamu wanajikimbiza, hawakai kwenye mstari wa kusawasawa. Sio moto wala sio baridi, wako katikati, vuguvugu. Nazungumzia katika masala ya kuamrisha mema kutazama ovu. Waislamu wengi wetu tunalikimbia jambo hili, si katika nafsi yako wala familia yako wala jamii inayokuzunguka. Utoi tamko la kuamrisha mema kutazama yani husu nini? Itakuwa tabu. Na wale ambao kidogo wamepanda kielimu utasikia bwana, kuna kitu tunaita sense of tolerance, kuvumiliana. Mwachie mtu na itikadi yake, mwachie mtu. Kwani kuna haja gani? Nazungumzia katika hii hotuba ya pili hapa ili tuone kwamba namna gani tumeshindwa, na ninaweka wazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qalat ummatun minhum
Bani Israili. Bani Israili miongoni mwa amri walizopewa ilikuwa siku ya Jumamosi hakuna kufanya kazi. Kuna kijiji kinaitwa Aila kule Palestina, kilikuwa ni uvuvi tu. Basi wakaekewa marufuku ya kwamba Jumamosi hamna kuvua, hii ni siku ya mapumziko, ni siku ya ibada. Basi ilikuwa Jumamosi, kifika Jumamosi wale samaki kuanzia asubuhi wanacheza ufukweni pale. Kienda Jumamosi ya kwanza, wakiingia wao Jumapili uvuvi wa tabu wanakwenda huko. Minyana wanarudi. Jumamosi ikifika hakufai. Bahari imemwagika. Nini cha kufanya? Tuwekeni nyavu siku ya Ijumaa kabisa. Jumamosi wakicheza hao wanaingia kwenye nyavu, siku Jumapili kumbe ni yale. Sasa Mwenyezi Mungu anasema hivi, wa idh qala ta'ifatun minhum, baadhi yao waliwaambia wenzao, acheni hii. Sasa kundi likasema kuwaambia hawa wanasema acheni hii, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adhaban shadida. Mnawaambia nini hao? Mnawapa mawaidha ya nini? Allah atawaangamiza au atawapa adhabu iliyo kali? Achaneni nao. Mwenyezi Mungu anasema qalu ma'dhiratan ila rabbikum, wale walioambiwa achaneni na hao wakasema hapana, sisi tunaosha mikono mbele ya Mola wetu, tunachukua udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumewaambia hao. Wala'allahum yattaqun, huenda katika kuwaambia kwao sisi wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nasu ma dhukiru bi, watu walipokwisha sahau sasa yale waliokuwa nakumbushwa kwamba hakuna kumbushaye, Allah subhanahu wa ta'ala anasema anjaina alladhina yanhauna 'anil su'i, tukawaokoa wale ambao wanakataza mabaya, wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yasifun, kisha tukaadhibu wale ambao walikuwa wamekwenda kinyume kwa adhabu iliyokali kutokana na ufasiki waliokuwa kufanya. Sasa ukimya wetu, kuona haya kwetu, kuogopa kwetu katika mambo haya ni jambo ambalo litapelekea maangamivu, na maangamivu yanajitokeza wazi. Nazungumzia kwa Ashura ambao tukujazungumzia, imegawanyika mambo tatu. Au mwezi Muharram kuna bid'a, kuna mazushi yamejitokeza. Zushi la kwanza wazi linazungumziwa hili la kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Waislamu kawaida ahli sunna wal jamaa wanasherehekea mwaka huu wa Kiislamu. Kuna ubaya gani? Huyu ana nafuu fulani, akiulizia kuna ubaya gani, wamfahamisha tu ubaya uliopo. Allah subhanahu wa ta'ala hii dini ameileta kwa kitabu chake na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikusherehekewa mwaka wa Kiislamu. Hao wema waliotangulia hawakusherehekea Muislamu, wameuweka mwaka wa Uislamu kama kalenda tu ya kwenda na majambo ya utawala na mengineyo, si kusherehekea. Mwezi wa Muharram ni mwezi mtukufu, si kwa sababu kwamba ndio mwezi wa kwanza wa Uislamu, la hasha. Ijtihadi ya masahaba ridwanullahi alayhim, wakaona huu ndio tuanze kama mwezi wa kwanza, si kwamba ni mwezi wa kwanza. Sasa hawa ambao kuna ubaya gani kidogo, kimpeleka huko kidogo anaanza kufahamu uelewa, kwa sababu mimi naswali, kama nitaswali Allahu akbar na kuleta dua ul-istiftahi, kisha nikaanza suratul Fatiha, sisi tunaiona nikarukuu, kwani nitakaposoma Qur'ani kwenye rukuu kuna ubaya gani? Sio Uislamu ulivyotufundisha. Uislamu kila mahali pana jambo lake. Sherehe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla udhibiti ni kwamba Bibi Aisha radhiallahu anha anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametubadilishia baada ya kuja Madina kuona watu Mayahudi wanasherehekea siku mbili. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah ametubadilishia siku mbili hizo kwa yaumul adha wa yaumul fitr.
Hizi ndio sherehe zetu pekee. Sherehe yote tutakayonasibisha na Uislamu tutakutaka hoja ndani ya Qur'ani na mwenendo wa Bwana Mtume sallam, kama walivyofahamu wema waliotangulia. Sasa kusherehekea kwa mwaka mpya wa Uislamu halipo. Tunasikia bali tumeyaona haya, viongozi wakubwa wa BAKWATA wanaomba ati na wao wapewe sikukuu siku ya mwaka mpya hapa Tanzania bara. Kule tayari lizushi lishawekwa, limeanzishwa Zanzibar sasa hivi. Ni zushi la wazi alilohusu. So, hakuna dalili katika kitabu na sunna kwamba kusherehekea mwaka mpya wala kupewa ruhusa kwa ajili ya mwaka, hakuna. Laombwa kwamba rais wa nchi hii naye sasa wabaniani nao waombe. Hatuko wakiomba wasiombe, si hatunayo. Watu wana sherehe zao siku zote, tunajua makabila mengine na dini nyingine. Sisi haturuhusiwi tukanasibisha jambo na Uislamu. Zushi la kwanza katika mwezi wa Muharram. Zushi la pili katika mwezi wa Muharram ambalo limekuwa ni gogoro kubwa linalotuathiri sasa hivi. Siku ya Alhamisi, hebu kweni mashahidi mimi na wengine wengi tuko shahidi. Muone maandamano yanayofanyika na ndugu wa damu zetu. Zamani ilikuwa ni wao peke yao, Golo ilikuwa hamna kusogea. Zamani ilikuwa ni wao, Golo ilikuwa hamna kusogea. Sasa hivi Golo wameingizwa kusudi ili kuharibia dini yao. 99% ni magolo utakaowakuta siku ya Alhamisi. Maandamano kwa ajili ya kifo cha Hussein. Islam hivi dini tuitengeneza tu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa akiletewa wahi, bali ameletewa wahi kuhusiana na kifo cha Hussein. Na si kifo tu cha Hussein, mbaki kifo cha babake Ali radhiallahu anhu. Aliletewa wahi na akaeleza ishara zote. Hakuweza yeye kuweka hiyo siku ya Ashura mwezi 10 wa Muharram kwamba watu wahuzunike. Huu ni mwezi wa kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwokoa Musa, si wa huzuni. Hatuwaseme, ndio maana kasema twawaona haya, twawaogopa, ni mabosi wetu huko kazini, twafanya nao biashara pamoja, hatuwezi kuwaambia, ni ndugu zetu wengine wa damu kabisa, hatuwezi kuambia. Hakuna swala hilo katika Uislamu. Khairiyatul umma huu umepewa ubora kwa kuamrisha mema na kukataza maovu na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hakuna jingine, bali adhabu huwaangukia wale watu ambao wanaacha kukataza maovu. Haya maovu yametuenea kutokana na hii jamii na vyotangaza uovu wao. Leo hii mimbari zao zinatoa spika, watu wa karibu na wanaathirika, watoto wetu wanaathirika. Wanaona mwisho ukweli, uongo ukikithiri sana waonekana ni ukweli, watu wanafuata. Hivi unaona wale tatizo ni nini? Wale magolo wenzetu wale wanaotoka kwenye maandamano ya kifo cha Hussein. Kwa nini isiwe Ali radhiallahu anhu? Mwezi 26 Ramadhani aliyouliwa na Abdurrahman ibn Muljam, kapigwa upanga mmoja tu wenye sumu. Na Bwana Mtume alimsababishia katika watu waovu duniani wanaopata tabu miongoni mwao na Abdurrahman ibn Muljam, kwamba huyu atakuja mpiga Ali radhiallahu na damu itamwaga kwenye ndugu zake, na kweli ndio ilivyotokea. Kwa nini tusifanye huzuni kwa huyu rabi'a khulafai ar-rashidin? Kabla yake Uthman radhiallahu anhu aliuliwa, kabla yake Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu. Hawa sio wakao, si Shia huyu Ali si ndio kiongozi mkubwa wa Shia huyu? Kwa nini kusiwe na maandamano naye? Kwa nini Hussein huyu? Kisa kwa sababu kama Muirani tu, kisha kazaa watoto wa Kiirani, hao ndio makhalifa mpaka leo hii. Kisha wakaja kukutana, hao wamekutana hapo kwa Hussein, kisha wakaja hawa wakaendelea Shia Athnashari wa kwao, kisha Ismailia ambao ndani yake kuna Bohra pamoja na Aga Khan nao ni wa kwao. Wote hao ni kitu kimoja. Sasa kwa nini tusiseme hili?
vijana wetu, watoto wetu majumbani, wake zetu majumbani wanaathirika na haya mawaidha. Wanatukana maswahaba. Na unapita wewe nyuma ukauliza, "Bwana vipi? Kwani Abubakar ilikuwaje akawa khalifa?" Msikie mawaidha yao. Hivi kadha. Mwisho wajikuta ndani ya nyumba una mashia watu. Waislamu, ni jukumu la kila mmoja wetu, laisa ala fardhu al-kifaya, si kwamba baadhi wakisimama. Jukumu la kila mmoja wetu kufanya da'wa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili limetuathiri la mashia. Redio yao ndio inayofunguliwa katika majumba yetu. Kwa nini? Wana misaada, si mnaona vitega uchumi vinavyojengwa kwao kutoka Iran. Hayo mabilioni wanayopewa Irani, wanaotuzalisha, yote yanaletwa kwa ajili ya kupoteza Uislamu. Waislamu wenzetu alisoma jamaa sasa hivi wa mikono wamefungwa, hawana njia ya kutoa, na hata wakitoa sisi ni walaji mno wa hizo pesa zao, hatufanyi kinachofanyika. Tungekuwa mbali kama ingekuwa vitega uchumi vitu vitoka kwetu sisi au vile vyoletwa kwetu sisi, tungekuwa mbali, lakini Allah mwenyewe atamuonyesha kudura yake katika hilo. Sasa tunazungumzia yaumu Ashura, si siku ya huzuni, si siku ya kujimwaga damu, kujichana, kujipiga, kumwaga damu, kupoteza uhai. Huseni kama kauliwa miaka hiyo iliyopita 1400 na kitu iliyopita. Leo hii kuna lipi la kufanya tena? Tungesikia Bwana Mtume sallallahu kwa kufa, tumekuwa na huzuni kwa kufa. Waislamu, Yaumu Ashura si siku ya Eid, ni siku ya shukru, kwamba ule vizuri siku ya Ashura. Ndipo pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka tufunge, sababu Mayahudi wengine walikuwa wakisherehekea, na limepatikana pote ambalo linakwenda linapinga Shia 100%, si wa ahli sunna hawa. Wao baada ya kuona Shia nao wanahuzunika, wao wakawa wanafanya sherehe haswa kufurahi kuuliwa kwa Hussein, Sayyid Shabab Ahli Janna. Katika mabwana wa vijana, katika mabwana vijana wa peponi ni Hassan na Hussein. Hao kwetu sisi, naam, ni wetu sisi, lakini uongo unaonasibishwa nao si ukweli. Sasa Waislamu hatutaki kujua Uislamu wetu. Umwambie mtu nielezee kuhusiana na Hussein, utashangaa anapokuambia. Atakwambia sijui, afadhali wewe ukajielekeza. Lakini mwingine atakupa maneno ambayo hata sijui yatokea wapi, hata sijui yatokea, wameokota huko. Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hii dini hakuileta kimchezo mchezo, na haitosimama kimchezo mchezo. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lilghuraba. Umeanza Uislamu, watu wengi hawaujui, hawana ufahamu nao, wachache wageni, na yani huyu ni wasayaudu, na utarudi hali ya kuwa ni mgeni Uislamu. Muislamu wa kweli kila mmoja atapewa yeye, siasa kali, mrengo wa kulia, sijui kadha mjahidi, sijui huyo kadha, ndio ugeni wenyewe. Fatuba lil, habari njema kwa hawa wageni katika Uislamu. Sasa tusifikie hatua hiyo sisi Waislamu. Wewe kama Muislamu hujijui, subhanallah, tujiuliza, hujijui Uislamu, hujui hii ambayo itakupeleka wewe akhera, hii ambayo unatakiwa uishi nao mpaka kufa kwako. Huu Uislamu ambao unatakiwa ufe nao, sio ifike mahali umestaafu na Uislamu. Hakuna, kazi zote fanya utastaafu, na pia ubongo utakwenda zake, utakuwa mambo mengine, lakini Uislamu watakiwa uwe nao mpaka kuingia kwa kaburi. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin.
muabudu Mola wako mpaka yakujie mauti. Wewe wamwabudu vipi Mola wako? Nasimama kwenye mimbar tunasema, wallahi wengi hatujui swala zetu. Wengi hatujui swala zetu. Swala zetu hizi tunazijua katika namna ya kwamba tumeona watu wakifanya na sisi tunafanya. Ameinama, ameinuka. Kafanya hivi, walizoea, waona ile ndio Uislamu wenyewe. Tena unakuwa mkali nao kweli kweli. Kumbe wala hukujifunza nao. Yawaje haya mambo ya kipuuzi tuna elimu nayo kupita kiasi. Na tukaa wakati mwingine tukawasifu watoto wetu, mwanangu bwana ukimpa simu bwana utashangaa mambo mengine hata wewe huyajui. Kajifunza kama unavyojifunza simu wewe, jifunze dini yako, Uislamu wako. Ibada utakwenda ulizwa yaumul qiyama, hutaulizwa habari ya simu yako. Kwa nini hujui namna ya kurukuu wewe? Kwa nini hujui namna ya kukaa tashahudi wewe? Kwa nini hujui baada ya kutoa salamu nini cha kufanya wewe? Waislamu, tumo ndani ya mwezi mtukufu. Jumatano ni siku ya 9 ya Muharram. Alhamisi ni siku ya 10 ya Muharram, Ashura. Ijumaa ni siku ya 11 ya Muharram. Anayetaka afunge mwezi 9 na mwezi 10. Ambaye analipa afunge mwezi 10 na mwezi 11. Yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa Isa na jinamizi la Firaun la'natullahi alayhi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.